kukuza ufahamu wa rohoni. Wakolosai sura ya 1. Katika andiko ambalo linakwenda kusomwa sasa, Mtume Paulo alikuwa ameliandikia kanisa la Kolosai. Na alipoliandikia kanisa la Kolosai, kuna mambo ambayo alikuwa anamshukuru Mungu kwa ajili ya watu hao. Kuanzia mstari wa 3 sasa. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 3 inasema, utasoma mpaka mstari wa 8. Twamshukuru Mungu Baba yake Bwana wetu Yesu Kristo, siku zote tukiwaombea tangu tuliposikia habari za imani yenu katika Kristo Yesu na upendo mlio nao kwa watakatifu wote, kwa sababu ya tumaini mlilowekewa akiba mbinguni, ambalo habari zake mlizisikia zamani kwa neno la kweli ya Injili, iliyofika kwenu kama ilivyo katika ulimwengu wote, na kuzaa matunda na kukua, kama inavyokuwa kwenu pia, tangu siku mlipoisikia mkaifahamu sana neema ya Mungu katika kweli, kama mlivyofundishwa na Epafra, mjoli wetu mpenzi, aliye mhudumu mwaminifu wa Kristo kwa ajili yenu, naye alitueleza upendo wenu katika Roho. Sasa mstari wa 9 ni muhimu sana, ndio umebeba kichwa cha ujumbe wetu, muhimu wa kukuza ufahamu wako wa rohoni. Nasema, kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya mambo na dua kwa ajili yenu. Maombi, hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Asante sana. Bwana Yesu apewe sifa. Mtume Paulo alipata habari za watu wa Kolosai, jinsi ambavyo walikuwa wakiendelea katika mambo ya imani. Na alipopata, Biblia inasema, akasema twamshukuru Mungu kwa ajili yenu. Tunamshukuru Mungu, tunapata habari zenu, jinsi ambavyo mnaendelea katika mambo ya imani. Tumesikia mambo mengi, jinsi ambavyo mnaihubiri Injili, jinsi ambavyo mnapendana, jinsi ambavyo kuna mambo yanafanyika baada ya ninyi kuijua hii neema. Akaeleza mambo mengi juu ya watu wale. Na Paulo aliposikia habari za watu wale, kwenye mstari wa 9 anasema kitu muhimu sana. Kwa sababu hiyo sisi nasi mitume, sisi nasi wachungaji, sisi nasi viongozi wa kanisa, anasema kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu. Paulo alikuwa anawaombea Wakolosai, alikuwa anawakumbuka kwenye maombi yake, alikuwa haachi kuwataja kwenye maombi. Na kile ambacho alikuwa akikiombea kwao, anasema ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote. Anasema ili mjazwe. Ni kweli tumepata habari njema kwa ajili yenu, lakini baada ya kupata habari hizo njema, Mtume Paulo anasema sasa hatuachi kuwaombea ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote. Mjazwe ni kitu ambacho mnahitaji kujazwa tena na tena, na ndio maana kila siku hatuachi kuwaombea mjazwe. Anasema maarifa ya mapenzi yake, mjazwe maarifa ya mapenzi yake. Angalia, katika hekima yote na ufahamu wa rohoni.
Hebu tuseme wote, na ufahamu wa rohoni. Sema tena, na ufahamu wa rohoni. Somo hili ni somo ambalo ni muhimu sana katika siku ya leo, kwa sababu ni somo ambalo ndani yake yako majibu ya maswali ya Wakristo wengi. Lakini somo ambalo ni muhimu pia kwa sababu ndani yake yako majibu ya mambo mbalimbali ambayo umekuwa ukiyaombea siku baada ya siku. Paulo anasema, tumesikia habari zenu kwamba katika mambo mengine mko vizuri. Kwa habari ya mambo ambayo mnafanya ya Injili mko vizuri. Kwa habari pia ya upendo mko vizuri. Katika mambo ya imani mko vizuri. Lakini toka tuliposikia, hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu ili mjazwe. Twatamani mjazwe. Anasema ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake. Anasema maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote, katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Anachozungumzia Paulo, anataka pamoja na vile walivyo, yani wako vizuri katika mambo ya imani, wako vizuri katika mambo ya upendo, wako vizuri katika vitu vingine, lakini sasa kuna ujuzi anataka wawe nao. Kuna ujuzi anataka wajazwe maarifa ya mapenzi ya Mungu. Anasema katika hekima yote. Lakini sio hivyo tu, anasema na ufahamu wa rohoni. Ufahamu wa rohoni. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Changamoto, matatizo, shida mbalimbali watu wanazopitia, za kifamilia, za kwenye ndoa, za kikazi au chochote, kinatokana na ukosefu wa ufahamu wa rohoni. Kuna kitu ambacho kinakosekana, ni ufahamu wa rohoni. Unafahamu, kwenye maisha ambayo tunaishi, kila Mkristo na kila mtu lazima ajue kuna sauti mbili huwa zinatenda kazi katika akili yake. Sauti ya Mungu huwa inafanya kazi, lakini pia kuna sauti ya shetani huwa inafanya kazi. Na unajua, ile ambayo inatenda kazi ndio ambayo itatawala maisha yako, ndio ambayo itatawala yale ambayo unafanya. Lakini hilo ni katika ulimwengu wa kiroho, na ndio maana inabidi upate ufahamu katika mambo ya rohoni. Kwa nini? Kwa sababu zile sauti zinapotenda kazi haziwezi kufanya kazi zote kwa pamoja, kwa sababu zikifanya zote kwa pamoja zinakuchanganya. Lazima uweze kujua zikifanya kwa pamoja zinakuchanganya. Wale watu ambao unaona wamechanganyikiwa, hawako vizuri na mambo mengine, yani unaweza kuongea naye hivi, dakika hii anasema hiki, dakika hii anasema hivi, aweza kuambia hivi, aweza kuambia vile, yani vitu vya mchanganyiko. Yani unaweza kumwambia habari yako, anaweza kuambia habari yangu ni nzuri, lakini zaidi ya yote akaanza kuchanganya vitu. Anakuambia Mungu anakupenda, anafanya hivi. Wakati unasema Mungu ananipendaje, anakuambia rais wa Tanzania anazindua mradi pale. Wakati unashirikia, yani anachanganya vitu. Anapochanganya mafaili, lazima ujue sauti zinaongea zote mbili. Katika akili ya mtu, katika ulimwengu wa kiroho, inatakiwa sauti moja ifanye kazi. Sasa ikifanya sauti ya Mungu, kuna upenyo utapata na mafanikio utapata. Ikifanya sauti ya yule mwovu, unaingia kwenye changamoto, kwenye shida, kwenye umasikini, kwenye mikosi, kwenye balaa, kwenye mavitu tofauti tofauti. Nitajaribu kukonyesha. Kuna sauti ambazo zinatenda kazi. Mwanadamu yeyote yule anapoacha kuisikia sauti ya Mungu, kuna sauti ya yule mwovu inatenda kazi. Na anapoacha kuisikia sauti ya yule mwovu, kuna sauti ya Mungu inatenda kazi. Lakini kuna watu wengine wanasikiliza sauti za watu. Ngoja nikupe mfano. Sauli, Samueli wa kwanza 15. Twende pale.
Samueli wa kwanza 15. Twende pale. Kuna kitu nataka nikufikishe mahali, alafu kuna jambo la maana nataka nikwambie. Samueli wa kwanza 15. Samueli wa kwanza 15. Nataka uangalie mstari wa 24 mpaka wa 28. Inasema, ndipo Sauli akamwambia Samueli. Ndipo Sauli akamwambia Samueli, nimefanya dhambi. Nimefanya dhambi. Maana nimeiharifu amri ya Bwana. Maana nimeiharifu amri ya Bwana. Pia na maneno yako. Pia na maneno yako. Kwa sababu naliwaogopa wale watu. Kwa sababu naliwaogopa wale watu. Nikaitii sauti yao. Nikaitii sauti yao. Sikiliza kwanza hapo kabla hajaendelea. Sauli kulikuwa na vita, na Mungu akawa yuko upande wao. Kwa hiyo akampa maelekezo Sauli kama mfalme kwamba nendeni vitani, peleka jeshi, nendeni vitani, na mkisha kwenda vitani mshambulie, mpige, asiokoke mwanaume wala mwanamke wala mnyama wala chochote, na mimi Bwana niko upande wenu. Na unajua hii ilikuwa ni sauti ya Mungu. Lakini pia Samueli akiwa amepokea sauti hii, akamwagiza Sauli kwamba hakisha unafanya vile ambavyo Bwana amefanya. Sasa Sauli akaenda vitani pamoja na wanajeshi na wana wa Israeli. Alipokwenda vitani sasa, wakati wanashambulia, wakikutana na mwanaume yuko vizuri, wanamwacha, hawamui, wanaendelea kushambulia wengine, wanaua wengine. Wakikutana na mwanamke yuko vizuri, wanamwacha, hawamui, wanaendelea na vitu vingine. Wakikutana na wanyama, ng'ombe wale, mbuzi, kondoo walionona wako vizuri, wanawatenga, hawawaui, wanashambulia, wanaendelea. Sasa wakati wanafanya vile, wakakutana na mfalme wa ile nchi, anaitwa Agagi. Walipokutana na mfalme, wale ni wafalme sasa, akamwambia bwana, wewe sasa hata mimi mfalme mwenzako bwana. Akamwambia wewe mfalme useme, kaa pembeni. Akikaa pembeni, wakashambulia tena. Agagi akatengwa, hakuuawa. Lakini pia wanyama mbalimbali wakatengwa pia, hawakuuawa. Wale ambao wamenona, wale ambao wako vizuri, wakatengwa, wakawa pembeni. Na Mungu akasema na Samueli, nabii Samueli mahali alipo, akamwambia, ninajuta kumtawaza Sauli awe mfalme katika nchi. Samueli akamwambia, kwa nini Bwana? Akamwambia, kahalifu maagizo ambayo nimempa. Kahalifu kule tulikomtuma vitani, hakufanya vile vitu ambavyo tumemwambia. Na ndipo Samueli akachukua mikoba yake ya kinabii, maandiko, mabiblia yake, akachukua vitabu vyake vya nyimbo, akachukua, akaenda katika eneo lile la vita. Na alipofika katika eneo la vita lile, akamkuta Sauli na mambo mengine. Sauli alipomwona nabii amekuja kwake, na ni Samueli amekuja, akasema, karibu mtumishi wa Bwana, karibu sana. Ndipo sasa alipofika, Samueli akaongea naye, na alipoongea naye akamwambia, ni kwa sababu gani unafanya jinsi hii? Ni kwa nini umefanya jinsi hii? Sauli akasema, nimetii sauti ya Bwana. Tumepambana vya kutosha, yani tumeangamiza, yani Bwana ametupa ushindi, yani Bwana ameonekana. Na unajua Samueli akamwambia, sasa hizi kelele za sauti, nasikia ng'ombe wanalia, nasikia mbuzi wanalia, nasikia kondoo wanalia, nasikia kuna milio ya punda na vitu vingine, ni kwa sababu gani? Ndipo Sauli akasema, kumbe ni hivyo umesikia. Unajua watu tulipokuwa kwenye mapambano na katika vita, yani wale wanyama walionenepa, wale ambao wako vizuri, wale wanyama ambao yani wana afya njema, wale hatukuangamiza. Unajua kwa sababu tumeona Mungu anapenda sana sadaka. Kwa hiyo tukaona kwamba tuwaache, ili tukishashinda vita tuvitoe sadaka kwa Bwana. Yani alichokuwa nafikiri ni kwamba anachosema ni jambo jema, alafu ni jambo zuri, kiasi kwamba labda Samueli atafurahi, atasema, safi sana, kumbe mmetenga kwa ajili ya sadaka. Mbarikiwe, mmemkumbuka Mungu.
Samueli akamwambia, sikiliza, hivi Mungu wewe unafikiri anapenda hizo sadaka za kuteketezwa? Hivi unafikiri Mungu anapenda tu fedha? Hivi unafikiri Mungu anapenda tu vitu kuliko kuitii sauti yake? Sauli akashangaa. Aliposhangaa akasikiliza, akamwambia, sikiliza, kutii ni bora kuliko hizo sadaka. Kutii ni bora kuliko hivyo unavyofikiri wewe unataka kufanya. Kutii ni bora. Na unajua, alipomwambia maneno hayo, kutii ni bora, tatizo kubwa kwanza, hebu kabla sijaendelea nikwambie, tatizo kubwa la Sauli alikuwa kiongozi mzuri. Sauli alikuwa mpaka kwa sura. Maandiko yanasema wakati wa kupewa ule ufalme alijificha, maana hakuwa anataka, na watu wakamwona. Lakini walipomwona pia alikuwa jitu refu limepanda, zuri kwa sura, linapendeza. Alikuwa mtu wa kipekee. Na unajua, aliposikia ile maneno ya Samueli nabii, alipoyasikia, mstari wa 24 ambao ametusomea, ndipo Sauli akamwambia Samueli, nimefanya dhambi, maana nimeiharifu amri ya Bwana na pia maneno yako, kwa sababu naliwaogopa wale watu, nikaitii sauti yao. Haleluya! Aliwaogopa watu, akatii sauti yao, akasahau kwamba kulikuwa na sauti ya Bwana. Lakini sauti ya Bwana kwake haikuwa kitu. Lakini akasahau kwamba kulikuwa na maneno ya Samueli nabii, lakini maneno ya Samueli hayakuwa kitu. Lakini watu aliokuwa nao vitani, wakati wanaendelea na vita, wanasema, nimeona ng'ombe amenenepa hapa. Anasema, nimuue au mzee tumwache tukatoe sadaka? Anasema, mwacheni. Wanamwacha. Watu wakamwogopesha, yani watu wakamwogopesha, akaacha kutii sauti ya Bwana. Tatizo la Sauli ni kwenye ufahamu wa mambo ya kiroho. Hapo ndipo palikuwa na shida. Na ndio maana somo hili siwezi kufika leo, lakini kuna mahali ambapo nimeweka, lakini haitaweza kuwa leo kabisa. Jinsi ambavyo shetani huwa anakamata fahamu za watu katika roho. Jinsi ambavyo shetani anakamata ufahamu wa watu, ufahamu ule wa rohoni. Yani ile jinsi ambayo anakamata ni ajabu. Huwa anatumia matatizo na changamoto unazopitia. Huwa anatumia shida. Huwa anatumia wakati unapigwa vita. Huwa anatumia wakati unapita kwenye mambo magumu. Huwa anapitia kwenye hali fulani, ndipo anapokamata zile fahamu za rohoni. Sasa sitafika huko. Lakini Sauli, Biblia inasema akatii sauti ya watu. Anasema, niliwaogopa watu. Mungu anasema, Samueli anashangaa, watu uliwaogopa, lakini Mungu mwenyewe hukumwogopa. Watu uliwaogopa, lakini mimi nabii hukuniogopa. Watu uliwaogopa. Angalia, Biblia inasema katika mstari unaofuata. Ngoja nisome mwenyewe. Asante mwalimu. Ngoja nisome tu hapo. Kwenye mstari unaofuata, mstari wa 25. Basi sasa nakuomba unisamehe dhambi yangu, rudi pamoja nami nipate kumwabudu Bwana. Sauli alipogundua ni kosa, kasema, nimefanya dhambi, na zaidi ya yote nimetii sauti ya watu kuliko ya Mungu. Nimefanya dhambi. Sasa nakusihi urudi pamoja na mimi nikapate kuabudu, usiniache. Kwenye mstari unaofuata wa 26, Samueli akasema, sitarudi pamoja na wewe, kwa sababu umelikataa neno la Bwana. Bwana naye amekukataa wewe, usiwe mfalme wa Israeli. Mahali ambapo Sauli alianguka ni hapa, kwa sababu ufahamu wa rohoni, mambo ya kiroho yalikuwa ni shida kwake. Anataka kurudi akapate kumwabudu Mungu. Samueli anakataa, anasema, hapana, siwezi kurudi na wewe. Umekataa kutii sauti ya Mungu. Mungu naye amekukataa wewe, usiwe mfalme. Angalia mstari wa 27. Biblia inasema, naye Samueli alipogeuka aende zake, Sauli akaushika upindo wa vazi lake, nalo likararuka. Yani wakati Samueli alipomwambia sitarudi na wewe, akageuka apate kuondoka. Alipokuwa anaondoka, Sauli akaruka, akaushika upindo wa vazi la Samueli, na aliposhika
pindo la vazi likachanika, likalaruka. Lilipolaruka kwa neno hilo, Samueli anageuka na mwambia, sikiliza, Bwana leo ameularua ufalme wako. Hili ambalo linatumika kama la kawaida, linatumika kinabii. Bwana ameularua ufalme wako. Ilikuwa ni jambo ambalo ni ajabu sana. Tatizo ni kwenye ufahamu wa kiroho. Mstari wa 28, basi Samueli akamwambia, leo Bwana amekularulia ufalme wa Israeli, naye amempa jirani yako aliye mwema kuliko wewe. Tena mstari wa 29, yeye aliye na nguvu za Israeli hata nena uongo wala hataona majuto, maana asiye mwanadamu hata ajute. Akasema, nimekosa, lakini uniheshimu sasa na kuomba mbele ya wazee wa watu wangu na mbele ya Israeli, rudi pamoja nami nimwabudu Bwana Mungu wako. Mstari wa 11, Samueli akarudi na kuandamana na Sauli, naye Sauli akamwabudu Bwana. Bwana asifiwe sana. Hili jambo nimejaribu kuweka kama hadithi, lakini nataka ujue kitu kimoja. Kuna sauti mbili zinafanya kazi. Nilimsikiliza mhubiri mmoja akasema ni kama wale ambao mmewahi kutumia redio hizi za kawaida, redio za kawaida. Sasa zile redio unaweza ukawa unatafuta channel fulani ili usikilize BBC, ili usikilize ITV Radio 1, ili usikilize radio ya taifa huko TBC, ili usikilize Radio Free Africa au chochote. Sasa unapokuwa una seti ili usikilize, kuna saa unaweza ukaseti mahali sauti mbili zikawa zinaingiliana. Sasa sauti mbili zikiwa zinaingiliana, unasikia ya Radio Free Africa, alafu unasikia ya Radio 1 kwa wakati huo. Unaposikia, unasikia ule mchanganyiko wa sauti tu, sauti mbili zimeingiliana. Kwa hiyo huyu mhubiri akasema, fahamu za rohoni zikivurugika, mtu anakuwa kama huyu anisikilize sauti mbili. Hai mpaka useti, mpaka urudishe upate sauti moja chap, ni Radio 1 umeipata. Ukiipata unasikiliza pale. Wakati mwingine kama ikamati vizuri, unageuza hata redio. Wengine hamjapita kwenye hayo, tumepita wakati fulani redio nyingine zilikuwa na area. Unavuta ile area juu, alafu ukivuta juu unategesha ile redio jinsi fulani inakamata. Baadhi ya watu kwenye maeneo fulani ya vijijini, ile area pamoja na kwamba amevuta juu, anaifunga waya pale juu. Ule waya anauvuta huo mpaka anapeleka nje ya bati, anautegeshea huko nje ya bati. Bwana asifiwe sana. Ili channel zikamate. Zisipokamata unapata shida, husikii sawa sawa, ni zigzag. Sasa Paulo anasema ninawaombea, anasema ili mjazwe maarifa ya mapenzi ya Mungu katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Ni kweli mnafanya vizuri katika huduma, lakini nataka mjazwe. Anasema mjazwe. Pale ambapo mmeshikiliwa mwachiwe, pale ambapo mmefungwa mfunguliwe. Anasema mjazwe. Leo unafunguliwa katika jina la Yesu. Leo unajazwa katika jina la Yesu. Hekima yote, anasema na ufahamu wa mambo ya rohoni. Anasema na ufahamu wa rohoni. Ni jambo la kiroho, na ufahamu wa rohoni. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Unaona kwa mfano ndoa nyingi ambazo zimekuwa zikipita kwenye changamoto na shida nyingi. Ndoa zinapita kwenye magomvi, changamoto na shida na mambo mengine. Unajua shida iko wapi? Kwenye ufahamu wa rohoni. Kwa sababu ufahamu wa rohoni uko rahisi tu. Umemkosea mwenzako au mwenzako amekosea. Ufahamu wa rohoni, ili ndoa iwe na amani, ili idumu, ili isonge mbele, aliyekosea anaomba tu msamaha. Halafu akishaomba msamaha, ufahamu wa rohoni uko kirahisi tu.
aliyekosewa anasamehe. Bwana asifiwe sana. Mkishamaliza maisha yanaendelea. Lakini sasa hii channel zikiwa zimevurugwa zile au zinaingiliana mbili, wakati anaomba msamaha, unaambia msamaha gani? Msamaha gani? Msamaha leo mara ngapi? Ya kwanza msamaha, ya pili msamaha, leo mara ya 8. Mara ya 8. Wewe mara ya 8 msamaha wa nini mara ya 8? Unaona? Yani alafu au anaweza kumwambia sawa nimekusamehe. Alafu unapita mwezi ama miezi miwili, mtu akikosea tena, akishakosea tu kidogo kwenye kitu fulani, unaona umekosea tena. Unakumbuka mwezi uliopita tarehe 8 mwezi wa pili, tena ni tarehe 8 kama leo ulifanya jambo hili. Unajua wewe mwanamke, ninapokuangalia kama nilikuwa kimakosa, kama hunifai, kama yanatoka wapi hayo mengine? Yale mengine ni kwa sababu chaneli zimechanganywa. Bwana asifiwe sana. Chaneli zinakuwa zimechanganywa. Anasema na ufahamu wa rohoni. Paulo anasema siachi, ni jambo nalifanya kila siku. Ninapopiga magoti siachi kuwaombea. Anasema kila wakati siachi. Unafahamu, fahamu hizi za rohoni ni za kipekee. Na ndio maana Isaya anasema mahali fulani kwamba fahamu za watu zimeibiwa. Kwenye Isaya 42 mstari wa 22. Isaya 42:22. Isaya 42 mstari wa 22. Ndiyo. Biblia inasema lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wote wamenaswa katika mashimo. Wote wamenaswa katika mashimo. Wamefichwa katika magereza. Wamefichwa katika magereza. Wamekuwa mawindo. Wamekuwa mawindo. Wala hapana aokoaye. Wala hapana aokoaye. Wamekuwa mateka. Wamekuwa mateka. Wala hapana asemaye. Wala hapana asemaye. Rudisha. Bwana asifiwe sana. Hawa watu walikuwa wameibiwa fahamu zao, wameibiwa fikra zao, wametekwa, wamewekwa kwenye mashimo, wamefichwa. Sasa kilichoibiwa ni nini? Kilichoibiwa huwa ni zile fahamu za rohoni. Hizi fahamu za rohoni zinapoibiwa, ndio maana watu wanaweza kubaki katika hali ya umaskini miaka nenda miaka rudi, lakini maneno yanasema kwamba Yesu Kristo alikuja ili kuchukua umaskini wetu. Unaona, fahamu zinapokuwa zimeibiwa, kuna vitu ambavyo vinaibiwa kwenye maisha ya watu. Fahamu zinapokuwa zinaibiwa, kuna mambo ambayo yanaibiwa katika maisha ya watu. Kwa mfano, katika familia, katika ndoa, katika maeneo ya kazi, fahamu zinapoibiwa zinakuwa zimeharibika. Nilimsikiliza mhubiri mmoja wakati fulani alipokuwa anahubiri. Nilishangaa pia nilipokuwa namsikiliza, kwa sababu alijaribu kueleza jinsi ambavyo kwa nini watu wengi wanaweza wakawa wanajua hata maandiko, wanajua hata neno, wanajua kila kitu, lakini ni rahisi kuanguka katika mambo ya uzinzi. Lakini ni rahisi kwa sababu kinachoibiwa na kinachotekwa ni fahamu. Wakati mwingine unaweza ukajihesabia haki katika jambo ambalo ni potofu. Sasa unapojihesabia haki, ile ni hali ya kuibiwa, kwa sababu jambo lile ni potofu. Unaona, kuna kijana mmoja kwa mfano tulikuwa naye katika miaka ambayo imepita hapa kanisani. Naye tulikuwa na baba yake. Huyu kijana alikuwa kijana wa ajabu sana. Miaka mingi iliyopita, wale wa miaka ile wanaweza wakamkumbuka. Walikuwa wanaishi na baba yake maeneo fulani hapa. Huyu kijana alikuwa kijana wa ajabu. Ukimkuta ukiongea naye namna hii, anaongea kama mtu mwenye hekima, kama mtu mwenye akili, kama mtu mwenye maarifa. Alafu anaweza akaja kanisani namna hii, katulia namna hii, ana vitu vingi. Lakini dakika 2 ama 3 baadaye unaona zimefyatuka. Tayari anafanya vitu vingine. Dakika 2 ama 3 baadaye zimerudi, yuko sawa sawa. Dakika 2 ama 3 zimefyatuka. Alikuwa anaweza kusikiliza mahubiri yote namna hii, asipate chochote isipokuwa anatafuta cha kukosoa tu. Yani alikuwa ni ajabu. Alikuwa wakati mwingine anakaa anaandika mavitu yake anayoona kwamba ndio sawa sawa na nini, anaandika vitu vyake. Wakati mwingine anaangalia Biblia, anasema kuna sehemu Biblia imekosewa, kuna sehemu Biblia haiko sawa, kuna sehemu yani alikuwa ana vitu vya ajabu ajabu. Baba yake tulisali naye hapa kwa miaka mingi sana. Sasa zile hali, kinachotekwa ni nini? Kinachotekwa ni fahamu. Ngoja nikwambie, ulimwengu wa kiroho una mambo mengi sana. Kuna watu kwa mfano
wewe hujui. Unajua kwa nini? Kwa mfano kwa wazazi ni vizuri mkifunga nyumba zenu, baada ya kufunga milango usiku kwenye kulala, ikiwezekana chomoa funguo, alafu kisha chomoa, ikiwezekana weka mahali ambapo ni salama kwa ajili yako. Ni kweli tunaacha funguo milangoni, wala hilo sio tatizo, wala sijasema kama hiyo ni shida, hapana, kwa sababu kila mtu anajua nyumba yake yeye mwenyewe. Tunaacha funguo katika milango, lakini pia tunaacha ili watoto wanapoamka asubuhi waweze kwenda kutafuta chai, kupika, kuchemsha maji kwa ajili ya kuoga, waende shule na vitu. Kwa hiyo tunaacha wakiamka mapema iwe ni sawa. Lakini hivi unajua kuna roho fulani huwa inaweza kuwatumia watu katika ndoto. Usiku mtu analala, halafu anapokuwa amelala anaamka kitandani usiku, halafu akishaamka anafungua mlango na anatoka pasipo yeye kujua, na anaweza akaenda mbali, anaweza katoka hapa Kisomboko akaenda mpaka Kisemsi huo usiku, halafu anaweza akarudi huo usiku, akarudi, na akirudi akapanda tena kitandani akalala pale, na asubuhi mkaamka hamjui chochote. Na ndio maana hata unapoamsha watu usipende ule mtindo wa kuamsha kwa kuwastukiza. Yaani mtu amelala pale, mwambie, "Wewe nani? Yaani mpaka saa umelala jamani?" Usipende ile sana. Watu wengine wanafiaga kwenye usingizi. Bwana asifiwe sana. Fikiria huyu ambaye nimekwambia amenyanyuka ameenda mpaka Kisemsi. Wewe sio kwa pale hauoni mtu, anakuepo. Unaona mtu amelala pale, yupo kitandani amelala na amejifunika na unamuona, lakini nafsi yake imekwenda ulimwengu. Kuna ulimwengu ambao unatenda kazi katika ulimwengu wa kiroho. Juzi akanipigia simu baba mmoja, na huyu baba aliponipigia simu akaniambia ameota ndoto. Sasa nikasema mara nyingi ni mtu ambaye anahitaji maombi wa uko Masama huko. Alipiga simu kutoka huko Masama. Kwa hiyo alipopiga simu na akasema nafikiri naongea na mchungaji wa kanisa la Betheli. Nikamwambia ndio unaongea na mimi. Akasema sawa mchungaji, kuna jambo nitaka nikushirikishe uweze kuniombea. Nikamwambia sawa, nitakushirikisha, nitakuombea. Lakini alipokuwa anaongea akawa anasita, akawa kama anataka kusema, akawa anasema lakini unajua anajivuta kwenye kusema, haongei cha maana kinachoeleweka. Alipokuwa anajivuta hivyo, wakati naongea naye nikashuhudia kwamba hivyo anavyojivuta kila kitu kwenye maendeleo yake, kwenye ana changamoto za kupiga hatua katika vitu. Nikamwambia kuna shida gani? Inaonekana kama kuna changamoto katika kazi unazofanya na vitu ambavyo unafanya, katika hatua ambazo unapiga inaonyesha kama vitu vinakwenda taratibu kwa sababu ya aina ya ushirikishaji ambao alikuwa ananishirikisha. Aliposema hivyo, akasema kabisa, ni hilo nilitaka nikwambie. Hata usiku wa leo nimeota kwamba nilipoota eti nimeota kwamba amebebwa, lakini huyo aliyembeba ni konokono, alafu anamwendesha, yani yeye amepanda, alafu huyo ndani. Hasa hebu niambie, hiyo utafika lini? Unajua ninapata simu nyingi pia kwa sababu namba zetu ziko kwenye mtandao na tunawahudumia watu wengine pia ambao wako mbali. Sasa hebu niambie, hiyo utafika kweli? Ningasema okay, hiyo kila kitu chako kinakwenda taratibu. Akasema ni kweli. Na hiyo siku ikawa ni ajabu kwa sababu watu watatu tofauti kwa nyakati tatu tofauti walipiga simu za aina zinazoelekeana na jambo hilo. Nikashangaa, lakini nikajua kitu ambacho kinashughulika na yule mtu ni kwenye ulimwengu wa kiroho. Jaribu kufikiri mwendo wa konokono, alafu wewe ndio unaota kwamba umepanda juu yake, alafu yeye ndiye anakuendesha. Maana konokono kutoka ukuta ule pale mpaka afike ukuta ule anaweza kutumia siku nzima. Bwana asifiwe sana. Nini kinachoshughulikiwa? Ni ule ufahamu wa kiroho. Ni kitu ambacho ni muhimu sana. Kwenye ufahamu wa rohoni ndiko Mungu anakozungumza na watu ili ujue kitu cha kufanya. Kwenye ufahamu wa rohoni ndiko Mungu anakozungumza na watu ili ujue cha kufanya. Ni kwenye ufahamu wa rohoni. Jana nikawa naongea na baba mmoja usiku. Tulipokuwa tunaongea, akaniambia wiki iliyopita amepata changamoto kidogo.
Changamoto aliyopata ni kwamba kuna fedha alikuwa nayo, alafu alipokuwa nayo akasikia Roho Mtakatifu anamwambia kwamba hiyo fedha uchangie kanisani. Lakini kwa sababu ya mambo tu ya maisha na mambo ya kawaida na mambo mengine akatafakari akaona asichangie. Alipoona asichangie, anasema alipotoka tu tayari akakutana na changamoto. Ile fedha ikaanza kutumika kwenye mambo mengine. Akasema, mchungaji, nimejifunza kumbe Roho Mtakatifu akikwambia kitu unatakiwa kutii saa hiyo hiyo. Bwana asifiwe sana. Tena ni juu ya mchango wa gari. Amana alisikia kasa anaambiwa uchangie hiyo hela kwenye gari. Bwana asifiwe sana. Umesikia nilichosema? Yaani alisikia kabisa uchangie hiyo hela kwenye gari. Yeye akatafakari sasa, hata sitachangia leo, nitatoa siku nyingine. Ninachosema ni nini? Yaani ufahamu, anasema mjazwe, anasema na hekima yote na ufahamu wa rohoni. Ufahamu wa rohoni, yani wewe ni mtu wa kiroho, unatakiwa uongozwe na roho, unatakiwa utembelee rohoni na ufahamu wa kiroho. Na ndio maana kwa mfano mnapokuwa na kiongozi, alafu kiongozi akawa hana ufahamu wa rohoni, lazima ufahamu ni rahisi atawaharibu na atawapoteza. Ufahamu wa rohoni ni muhimu, ndio utakaofanya muweze kumtambua adui na kumshambulia. Kwa sababu bila ufahamu wa rohoni huwezi kumjua adui. Na adui asipojulikana anatengeneza mtu au watu ili kuharibu familia, ili kuharibu kundi. Na ndio maana familia nyingi, ndoa nyingi, kazi nyingi zimeharibiwa na watu kwa sababu ya maadui ambao hawajulikani. Ndio maana wiki iliyopita nikwambia wale maadui, makundi manne ya maadui huwezi kuwajua. Lakini pia unakumbuka wakati ule wa swala la Elia alipokuwa amekwenda pale ambapo walikuwa wanahitaji kuomba ili mvua ipate kunyesha. Manabii wa Baali walikuwa pale na alikuwa ameteka fahamu za watu. Watu wanaamini mambo ya Baali, wanaamini mambo ya miungu, fahamu zao zimetekwa. Na unajua wakafanya ibada, wakajikatakata, wakafanya hivi asubuhi mpaka jioni, hakuna majibu ambayo yalitokea. Na palipokuwa pana majibu, ndipo Elia akawaambia, hebu nipisheni. Elia akaingia pale, akaanza kufanya ibada kwa Mungu aliye hai, akatoa sadaka kwa Mungu aliye hai, akamwomba Mungu aliye hai. Na alipoomba, Biblia inasema hivi ya kwamba moto ukashuka ukateketeza ile sadaka na kujibu maombi ya Elia. Biblia inasema baada ya hilo ndipo watu wote mioyo yao ikageuka ili kumwelekea Bwana. Kwa nini inageuka? Kwa sababu ilikuwa upande mwingine, fahamu zao zilikuwa upande mwingine, sasa zinageuka kumgeukia Bwana. Na wote wakasema Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Wote wakageuka, fahamu zao zikafunguliwa, wakajua kwamba mabaali 450 wametupoteza, lakini Elia peke yake ametusaidia. Katika mchana wa leo, fahamu zako zifunguke, fahamu zako zifunguke, fahamu zako zifunguke, fahamu zako zifunguke kwa jina la Yesu. Unaona watu wanaweza kufanya kazi moja, lakini mtu mmoja anajenga, analisha watoto na analipa ada ya shule kwa kazi ile. Mtu mwingine familia yake inateseka, hajengi, na mke wake anateseka na kila kitu, lakini kazi ni za aina moja, mishahara ina moja. Shida iko wapi? Kwenye fahamu za rohoni. Fahamu za kiroho ndiko ambako kumechanganywa. Watu wengi wanachanganywa katika fahamu za rohoni, ndiko ambako mambo yanaharibika. Na hilo andiko ambalo nimekupa, nimelisema kwa wanaoandika, Wafalme wa kwanza 18:39. Unaweza kuandika tu Wafalme wa kwanza kwa ajili ya muda wangu umekwisha sasa. Wafalme wa kwanza 18:39. Kuna wale ambao wanaota ndoto. Kwa mfano unaota ndoto kuwa mke wa fulani amekufa, halafu wewe utaolewa katika nyumba ile. Hiyo ni kutekwa kwa fahamu. Haiwezekani. Mungu afanyi vitu vya namna hiyo. Haiwezekani jinsi ile kwamba ukae ukingojea nyumba ya fulani
mtu atakufa wewe ukaolewe kule. Hapana. Lakini pia naweza nikakupa mfano mwingine juu ya umasikini. Umasikini huwa ni roho. Ni roho kabisa. Nilikuwa na muangalia mtumishi mmoja kwenye mitandao akijaribu kuzungumzia juu ya umasikini, akasema hivi: kama leo hii utawaita matajiri na maskini, alafu wote ukawanyang'anya fedha walizo nazo wote, na baada ya kuwanyang'anya warudishie kila mmoja fedha, wape sawa sawa. Kama ni milioni 5 wape milioni 5 wote, warudishie milioni 5 kila mmoja, wale maskini na wale matajiri. Anasema ukiwapa mwezi mmoja ama miwili ama mitatu, wale maskini watarudi kuwa masikini tena, na wale matajiri watarudi kuwa matajiri tena. Kwa nini? Kwa sababu yani umasikini uko kwenye fahamu. Hebu sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu, ninatoka kwenye umasikini. Ninatoka kwenye umasikini kwa jina la Yesu. Kuna mtu mmoja Kenya wakati fulani alijitangaza kwamba yeye ni Yesu Kristo. Akajitangaza kila mahali, kwenye mitandao, kwenye maredio, kwenye ma-TV, akasema yeye ndiye Yesu Kristo. Watu wa namna ile, shida liko kwenye fahamu. Fahamu ndio shida ilipo. Kuna imani nyingine kule Kenya tena. Ilitokea mchungaji akawaambia watu, unatakiwa ufunge mpaka ufe bila kula wala kunywa, hapo unakwenda mbinguni moja kwa moja. Na unajua watu wakaanza kufunga siku ya 8, siku ya 10, siku ya 20, siku ya... watu kaanza kufa kweli. Watu kaanza kufa. Ile shida iko wapi? Iko kwenye ufahamu. Fahamu za rohoni ndio shida ilipo. Hivi unafikiri wanaanza vile? Hawaanzi vile. Wanaanzaga vizuri, lakini kadri wanavyoendelea baadaye fahamu zinatekwa. Yani fahamu lazima isome. Yani kuna channel ya Mungu na kuna channel ya yule mwovu. Isome upande mmoja, isisome kote kote ya kwa Mungu upo, kwa shetani upo, kwa Mungu upo, kwa shetani upo, isome upande mmoja. Tatizo ni kwenye fahamu za rohoni. Na ndio maana hata Danieli, Biblia inasema kwenye Danieli 1:17 kwamba wale watu Danieli, Meshaki na wale wengine walikuwa na maarifa mengi na hekima ya kutosha katika ufahamu. Fahamu za kiroho ni muhimu. Mambo mengi na changamoto nyingi zinatokana na fahamu za kiroho. Na ndio maana nimesema kwamba muda unatoshi leo. Kwa neema ya Mungu tutakuja kuendelea, kwa sababu muda umekwisha. Tutakuja kuendelea kwa wakati mwingine, tuone tuweze kuendeleaje, hata jinsi gani ambayo shetani anafunga watu, jinsi gani shetani anakamata watu. Nimekuambia kwa mfano muda mfupi uliopita kwamba wakati ambapo unapokabiliwa na jambo gumu, wakati unapokabiliwa na mambo magumu, huna jinsi, unatazama hivi, hujui pa kutokea. Unaangalia kama mzee wa kanisa anakuja hatokei. Unaangalia kama mchungaji atatokea hatokei. Unajaribu kuangalia baba yako, mama yako na mjomba na shangazi kama atakaye kusaidia, hakuna. Wakati unakabiliwa na jambo gumu, huu wakati uwe mwangalifu sana, kwa sababu shetani huwa anatumia kuteka fahamu ya mtu. Yani ndio hapo mtu ambaye unafikiria kwamba hata mambo ya wokovu unaona hapana. Au ndio hapo unapofikiria kwamba labda ningekwenda kwa mganga. Au ndio unapofikiria sasa hiyo nitakuja kuiweka wazi utaiona. Lakini kila wakati unapotendewa vibaya na mtu, uwe mwangalifu. Wakati kuna marafiki, kuna ndugu, kuna jamii wa karibu wanapokutendea vibaya, rafiki yako karibu anapokutendea vibaya, uwe mwangalifu. Ni rahisi shetani kuteka hiyo fahamu, na akiteka fahamu atakuharibu. Atakuharibu tu, au ataharibu hiyo ndoa, au ataharibu hiyo familia, au ataharibu hao watoto, au ataharibu.
Ndio maana unakuta kuna watoto ambao wameanza vizuri masomo, anakuwa wa kwanza wa pili, wa kwanza wa pili, wa kwanza wa pili mpaka anafika la 7. Anaingia form 1, anakuwa wa kwanza wa pili, wa 3, wa 4 mpaka wa 5. Ndani ya 5 bora yuko form 1, form 2, form 3, form 4. Akitoka pale anakwenda form 5 na 6. Baada ya hapo anaanza kuharibu. Yaani anaenda kuwa wa 58, anaenda kuwa wa 92. Anakwenda chuoni anashindwa, anafeli, anarudia miaka mpaka chuo kinamkataa na vitu kama vile. Nini kinatokea? Kuna mahali ambapo pafika shetani akateka fahamu. Lakini pia kila unapoona uchokaji katika mambo ya kiroho, mambo yanamhusu Mungu, yani unapoona kule kuchoka, wakati unafikiria kwenda kanisani unasema naona Jumatano hii naona tu niwaachie wengine, siku ya kikundi cha nyumbani ile Ijumaa. Yani umekuja tu Jumapili, hata Jumatano hujaja kanisani wiki nzima. Ile Ijumaa imefika kikundi cha nyumbani kwenu na pale kinapofanyikia wala si mbali. Maana tumefika kwa jinsi ambayo ni vya mitaa. Lakini unajua inapofikia wakati kwenda unasema najisikia kuchoka, wacha tu nilale. Au wacha tu nisome tu magazeti. Au wacha tu niangalie mitandao, Facebook na nini. Watu wako kwenye kikundi nani? Ule uchokaji. Wakati unakuwa mvivu kuja kwenye praise and worship. Wakati wewe ni mwanakwaya na ni soloisti, unaacha kutokea. Wakati ule ambapo unaona kuna uvivu unaingia. Unapoona mambo yanatokea vile, jua fahamu kuna mahali ambapo inatekwa. Shetani anataka kujipatia nafasi akukandamiza, akufunge mahali fulani. Lakini pia kuna wakati ambapo unapokabiliwa na hofu yeyote ile. Hamkupewa roho ya hofu. Kila hofu inapotokea, hofu kwenye maisha, hofu kwenye ndoa, hofu kwenye kazi, hofu kwenye masomo, hofu kwenye kila hofu inapotokea, ujue kwamba kuna kifungo ambacho shetani anataka alete, na anachoshughulika hapo ni fahamu yako. Lakini pia unapokabiliwa na hali ya kushindwa katika jambo lolote, hali ya kushindwa, yani unapokabiliwa na hali ya kushindwa, unashindwa kwenda kanisani, unashindwa kufanya kazi, unashindwa kuwatembelea wengine, unashindwa kushuhudia wengine, unashindwa kuomba, unashindwa kutoa, unashindwa, yani unapokabiliwa na hali yoyote ya kushindwa, yani ujue kwamba shetani anataka kuteka fahamu na ili akufunge mahali fulani. Lakini mchana wa leo ninapozungumza, kuna watu wanafunguliwa kwa jina la Yesu. Kuna watu wanawekwa huru kwa jina la Yesu. Wewe pia unafunguliwa. Wewe pia unawekwa huru kwa jina la Yesu Kristo. Hebu sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Mchana huu wa leo, fahamu zangu zinafunguliwa. Zinafunguliwa kwa jina la Yesu. Mchana huu wa leo ninakataa kila roho inayoshughulika na fahamu zangu kwa jina la Yesu. Roho zote za shetani zinazoshughulika na fahamu zangu ninazikataa kwa jina la Yesu. Kila pando alilopanda shetani kwenye fahamu zangu, hilo pando ninaling'oa. Hilo pando ninaling'oa kwa jina la Yesu. Fahamu zangu zitakuwa fahamu zilizojaa utukufu, zitakuwa fahamu zilizojaa mambo ya kiroho kwa jina la Yesu. Mchana wa leo naziweka huru fahamu zangu kwa jina la Yesu. Hebu weka mkono wako mmoja kichwani. Hebu sema katika jina la Yesu. Katika jina la sema Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Fahamu zangu mchana wa leo ninaziweka kwenye mikono ya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Fahamu zangu mchana wa leo nazikabidhi kwa Mungu wangu. Kwa jina la Yesu. Fahamu zangu hazitatumika kufanya mambo ya kishetani, kufanya mambo ya kipepo kwa jina la Yesu. Fahamu zangu mchana wa leo zinawekwa huru, zinawekwa huru kwa jina la Yesu. Weka mkono wako mmoja katika moyo wako.
Biblia inasema katika Mithali sura ya 4 mstari wa 23, linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokapo chemchem za uzima. Katika mioyo yetu ndiko zinakotoka chemchem za uzima. Na unajua shetani anaposhika fahamu za watu, anataka mioyo yao isitoe chemchem za uzima, isitoe ule uzima ambao anaukusudia Mungu. Na ndio maana katika mchana wa leo nataka uombe juu ya moyo wako. Sema Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninaomba juu ya moyo wangu, kwa jina la Yesu, moyo wangu uwe salama, kwa jina la Yesu, moyo wangu uwe na ulinzi, kwa jina la Yesu, ninakataa kila pando la shetani katika moyo wangu, kwa jina la Yesu, mapando yote ya shetani kwenye moyo wangu nayang'oa kwa jina la Yesu. Kila pando lililopandwa asubuhi, kila pando lililopandwa mchana, kila pando lililopandwa usiku naling'oa kwa jina la Yesu. Hilo pando la shetani naling'oa kwa jina la Yesu. Hebu ng'oa kila pando sasa la shetani katika jina la Yesu Kristo. Ng'oa hilo pando, ng'oa pando la shetani, ng'oa pando la shetani, ng'oa pando la shetani kwa jina la Yesu Kristo. Yes, endelea ng'oa kila mapando yote ya shetani kwa jina la Yesu Kristo. Ninang'oa kila pando la shetani lililopandwa katika moyo wangu katika jina la Yesu Kristo. Kila pando la shetani lililopandwa nikiwa nimesinzia kwa njia ya ndoto, katika jina la Yesu ninayang'oa kila mapando yote ya uharibifu yaliyopandwa na shetani katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Usinyamanze, ng'oa. Shetani upanda mapando pasipo wewe kujua, kwa sababu anatembea katika fahamu zako, wala uweze kujua ni wakati gani amepanda, wala uweze kugundua ni pando gani amepanda. Katika jina la Yesu endelea kung'oa kila mapando ambayo shetani amepanda, hata kwa njia ya siri pasipo kujua, wakati umesinzia, hata kwa njia ya ndoto, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu, katika jina la kuanzia sasa, fahamu zangu zimefunguliwa, katika kazi, katika biashara, katika kilimo, katika ndoa. Fahamu zangu zimefunguliwa. Kuanzia leo maisha yangu yatabadilika, viwango vyangu vya kiuchumi vitabadilika kwa jina la Yesu. Ninapotoka hapa, shetani nimekataa. Fahamu zangu za kiroho hutaziingilia kwa jina la Yesu. Amen. Hebu weka mikono yako juu tena nikuombee. Bwana Yesu, ninasema asante kwa ajili ya mtu huyu. Nasema asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye amefika hapa leo. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa maombi haya ninambariki. Naomba Bwana abarikiwe anapoingia na anapotoka, abarikiwe anapokuwa mashambani na vijijini. Kila analotia mikono kulifanya lipate kubarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Walioko katika masomo wabarikiwe, walioko katika vyuo wabarikiwe. Yeyote ambaye anahitaji baraka za Mungu katika ofisi, mahali popote pale anapofanya kazi, chochote ambacho ni chanzo cha baraka zake kikabarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Wahudumu wote wabarikiwe, viwango vya huduma yao vipate kuinuliwa juu katika jina la Yesu. Watembee maisha ya ushindi katika juma lijalo, na yeyote ambaye atanyosha mkono juu yao ili kuwagusa na awe amegusa mboni ya jicho la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Na wazingira kwa uwepo wa Bwana na jeshi la malaika liwazingire katika kila jambo ambalo wanafanya katika jina la Yesu. Amen.